Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria, mama wa wote. Kwa majina naitwa Geoffrey George Umeni Mwanahanja. Ni mratibu wa matembezi ya Mama Bikira Maria katika parokia ya Mwenheri Anuarite Mfugwe. Lakini pia ni mjumbe katika marafiki wa Mama Maria jimbo la Dar es Salaam. Nianze kwanza kwa kushukuru Mungu kwa kutupa kibali na nafasi hii ya kutembeza mama katika parokia yetu, parokia ya Mwenheri Anuarite Mfugwe. Na nimshukuru pia baba paroko, Baba Moses Omondi, kwa kutupa kibali cha kufanya matembezi haya katika parokia ya Mwenheri Anuarite Mfugwe. Ni jambo la msingi ambalo kwa kweli katika imani ya Kanisa Katoliki inajenga msingi mkubwa, inajenga mwamko mpya ya ibada sahihi ya Mama Bikira Maria. Ni jambo ambalo kwa namna moja au nyingine tunapokuwa tunatembea, tunapokuwa tunamtembeza mama, tunaamsha imani kwa watu, tunaamsha imani hata kwa watu wengine. Na kuna mambo makubwa ambayo mama anatenda katika maisha yetu ya kila siku. Ukitaka kuona au ukitaka kuonja utukufu wa Mwenyezi Mungu, ibada kwa Mama Bikira Maria iweke nafasi. Mimi kwa mfano naweza nikatolea mfano mzuri sana kwa Mama Bikira Maria, mambo makubwa aliyotenda katika maisha. Katika uzao wangu, watoto wangu, naweza kutoa ushuhuda. Watoto wangu wote, mtoto wa kwanza tulimpata baada ya kuona tumekaa muda mrefu tujapata, mama hajapata ujauzito. Cha kwanza tuliingia kusali rozari. Baada ya kusali rozari, mama alipata ujauzito mwezi wa 5 ambao ulikuwa mwezi wa Bikira Maria. Tulisali, tukapigia Mungu, tunaomba tupate mtoto, na ndani ya mwezi huo mama alipata ujauzito. Ni neema ya Mwenyezi Mungu, ni ibada kwa Mama Bikira Maria. Kuna mambo makubwa ambayo anatenda. Mtoto wa pili ilikuwa hivyo kwamba kwenda hospitali, daktari anasema kwamba lazima mama afanyiwe operation ili mtoto aweze kuzaliwa, vinginevyo mtoto atafariki au mama pia atafariki. Lakini tulikataa hiyo, tukarudi nyumbani na tukaweka ibada, tukasali usiku huo, na usiku huo mama akapata uchungu, akaenda kuzaliwa mtoto wa pili. Kwa hiyo yote tunaona kwamba ni jinsi ambavyo Mungu ambavyo anatumia au anavyotumia chombo chake ambao ni Mama Bikira Maria katika kutuwezesha kupokea neema za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo tunapofanya matembezi haya, tusione kwamba labda pengine kama tunacheza. Ni kuna baraka nyingi. Ninamkaribisha kila mmoja atakayesikiliza, anayesikiliza haya matangazo. Ona thamani ya Mama Bikira Maria katika ibada utakazokuwa unafanya. Tutembee pamoja na mama, tusali pamoja naye. Lakini pia nipongeze Radio Maria kwa kuleta jambo hili, kwa sababu tunamsogeza mama karibu na watu. Tunaposogeza ibada ya Bikira Maria karibu na watu. Kwa Radio Maria jinsi ambavyo wanaendelea kufanya kazi hii, tuwashike mkono ili kuwezesha ibada hii iendelee kusonga mbele kwa watu wengi. Watu wapate kumjua mama zaidi. Tunapokuwa tunachangia, tunapofanya matembezi haya, tunatoa sadaka. Sadaka hiyo tunaunganisha na mioyo zetu na Mungu. Na tunapofanya hivyo pia tunawezesha Radio Maria iweze kusonga mbele, iweze kutangaza injili sehemu mbalimbali. Kwa hiyo Radio Maria tunawapongeza, na naomba waendelee na utaratibu huo wa kuendelea kuwashirikisha watu neema za Mwenyezi Mungu. Wakati huo na sisi waumini tuendelee kuchangia Radio Maria ili kazi ya Mungu izidi kusonga mbele. Hakuna ibada yenye nguvu kama ya Bikira Maria, kama kufanya ibada kwa Mama Bikira Maria. Utaona msaada wake. Ndio maana tunasema Mama Bikira ni msaada wa Wakristo. Basi msaada huu utaupata unapokuwa unashiriki katika ibada mbalimbali, unaposhiriki katika kusali, unaposhiriki katika matembezi mbalimbali, unaposhiriki kutoa sadaka mbalimbali. Utaona msaada wa Mama Bikira Maria kwa sisi Wakristo. Tumsifu Yesu.